Leo nawaambieni ukweli wanaume, hasa wanaume mnaonyonya mbususu. Huwa napata DM nyingi, maswali mengi kutoka hapa nchini na Afrika Mashariki kwa ujumla, ya wanaume wenye shida za koo, wenye shida za kiungulia, wenye shida za asidi na gesi nyingi tumboni. Hawa wanaume kwenye historia yao wananiambia walinyonya mbususu kadhaa. Yaani unanyonya mbususu hii, mbususu hii, mbususu hii, kila mbususu unazama, kila mbususu unanyonya. Eti wewe ndio uonekane fundi, kidume, mwamba. Alafu sasa hivi kuna mambo ya hovyo sana yanaendelea, naonaga kwenye mtandao watu wanahamasisha vitu vya ajabu ajabu. Hata kabisa wanaume wanahamasisha kunyonya mbususu. Hivi wanafahamu kweli? Nafahamu kweli shida ambazo utapata kwenye mbususu? Mbususu tunajua kule kuna vimelea mbalimbali, wako fangasi, wako gardenella pale, wako lactobacilli wako pale. Unaweza kuta pale pia kuna gono, kuna kisonono, kuna chlamydia, kuna mgeni, kuna trichomona. Kwa wewe kijana, wewe mwanaume, unapoenda pale umenyonya mbususu ile, umenyonya yale maji, na wengine kabisa wanameza, eti unameza ili eti mpenzi wako asikasirike ili eti asijisikie vibaya kwamba umetema maji ya mbususu. Unameza yale maji, unapata matatizo, unapata magonjwa, unaanza kupata kiungulia, unaanza koo unapata matonsi, mafindo, koo inakauka, unaanza kupata makozi ambayo hayaelezeki, gesi tumboni, kiungulia tumboni ambacho hakielezeki. Na hawa wanaume ambao wanyonya mbususu wamepata hizi shida, bahati mbaya sasa hawatibiwi kisawasawa. Hawatibiwi vizuri. Kwa sababu gani? Wanapoenda kwa daktari hawasemi kwamba wamenyonya mbususu. Usiposema hivyo, utatibiwa kama mtu mwenye gesi ya kawaida, mtu mwenye kiungulia cha kawaida, mtu mwenye shida za koo za kawaida. Kumbe wewe unatakiwa utibiwe kama tunavyotibu magonjwa ya ukeni. Utibiwe kwa dawa ambazo zinasaidia kuondoa na maambukizi ambayo umeyapata ukeni. Maana unaweza ukawa umepata gardenella, wale vimelea wa samaki umewaingiza ndani, halafu unaanza kupata shida. Usipotibiwa hao hauwezi kupona. Hauwezi kupona. Kwa wewe kijana, wewe mwanaume ambaye unapitia shida ambazo hauzielewi za mfumo wa chakula, halafu unanyonya mbususu, ukienda kwa daktari, mwambie daktari wako kwamba daktari, nyongeza ya hayo niliyokuelezea, mimi nimenyonya mbususu 4-5 ndani ya mwezi mmoja au ndani ya miezi 6. Yaani sema ili daktari aweze kukusaidia vizuri uweze kupona. Ukificha utatibiwa ndivyo sivyo na hautapona. All in all, vijana, mbususu hainyonywi. Mbususu hainyonywi. Unanyonya hapa, utapata magonjwa, utateseka, na wengi wameteseka sana. Vijana, zingatieni ujumbe huo.